Tulifika maeneo ya Pugu ya Kinyamwezi, hapa tupo sekondari ya Kinyamwezi, lakini kubwa zaidi ambalo limetuleta maeneo haya ni kuja kujadili mustakabali wa maendeleo hususan kwa wanafunzi. Lakini hapa pembeni nipo na mzazi ambaye ni miongoni mwa wazazi ambao alifika maeneo haya, lakini pia kuna ajenda mbalimbali ambazo zinaweza kuzungumzika. Nataka pia aweze kutuambia mzazi, akiwa kama ni mzazi ambaye kashiriki katika kikao hiki, je, yeye kama mzazi ana maono gani au mlengo upi juu ya mambo kadhaa ambayo ameweza kuzungumza katika maeneo haya? Nikiwa kama mzazi nimeunga mkono hoja kwa yote yaliyozungumzwa, na mimi nikiwa kama mzazi nitahakikisha natoa ushirikiano kwa walimu kwa michango iliyotolewa kwa ajili ya watoto wetu kufanya speed test asubuhi na kwa ajili ya kujipima mitihani ya kila Ijumaa. Kwa hiyo nitakuwa bega kwa bega na walimu kuhakikisha si waferishi. Mna wajibu wa kushirikiana pamoja na walimu. Wazazi wengi mmekuwa mkiachia majukumu mengi sana walimu. Ukiwa kama mzazi, nini rai yako kwa wazazi wenzio? Mimi rai yangu kwa wazazi wenzangu, tuamke. Watoto wetu wamepevuka, watoto wamekuwa na changamoto nyingi, watoto wamekuwa na vishawishi vingi, tunaviona hata mitaani mwetu humo. Kwa hiyo tusiachie walimu peke yao, na sisi wazazi tuamke, tukawe chachu kwa ajili ya malezi ya watoto wetu, tuwape elimu bora, tuwape elimu ya duniani na pia tuwape elimu ya ahera pia, wajisemea wenzetu. Malezi ambayo ni bora wanachangia pia kwa wanafunzi, mara nyingi wamekuwa wakifanya tabia ambazo si njema sana, kwa sababu watoto wengi sasa hivi wengi hawana maadili, na yote kwa yote ni sisi wazazi ndio sababu, kwa sababu ibada nzuri wanakuambia kulea watoto nako ni ibada. Haiwezekani tukaachia mizigo walimu peke yao, lakini malezi mazuri yakianza nyumbani, sina shaka hata walimu watakuwa hawana kazi kubwa. Mama Odio, mamangu, asante sana kwa muda wako, lakini pia endelea basi kwenda kushirikiana na walimu ili tuendelee kusukuma gurudumu hili watoto wetu waweze kufika malengo yao ya kielimu. Asanteni sana.